nionyesheni nini tunakuja kuangalia hapo. Kule unafanya nini? Kwa kifupi ndio eneo hili tuko kwenye layer tabaka G3. G3 ndio mmeanza. Tumetoka kwenye ndio G3 ndio na sehemu hii ya extractor ndio tunafanya backfill. Sawa. Backfill hii kwa sababu eneo la kufanya backfill ni clean. Wana material kama hii wa yote ni command. Wana mjambo. Wafanya kazi jioni. Apisha mic Naendeleaje? Hali nzuri. Nalipo vizuri. Hauna popo sana. Hauna uogopa kusema ndio kilo gani? Nalipo. How many equipment do you have? Yeah, so about more than 10. More than 10. I can count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and this small here 7. Where are others? Another is in the bottom bit. Where? Yeah. How much percentage of the equipment you are supposed to bring here? Please tell me. About 50. Okay, up to now, how much percentage of the equipment and machineries? 50. 50%. Are you sure? Yeah. Do you know that I have a report? Do you know that? You only have 33% of the equipment. My friend, bring equipment here. I give you 2 weeks time to bring equipment here. Okay? Okay. Okay? Yeah, okay. You understand? Yeah. Swala la quality halina mjadala. Kwa hivyo mnapokwenda kwenye ground kuanzia G1, G3, G7, G15, si ndivyo hivyo? Mpaka mnakwenda kufika katika hiyo hatua ya C1 na baadaye CRR na baadaye mnakuja kuweka blacktop ile lami. Huku kwenye msingi msifanye mchezo kabisa, kiasi kwamba siku 2-3 tunaanza kuona matobo. Safari hii nitakuwa kigezo changu kikubwa cha utendaji ulio mzuri na kukagua kazi zenu ninyi wasimamizi. Sitaki kabisa mambo ya kucompromise na quality. Kwa hivyo barabara zetu tunazojenga mpya zote ni lazima ziwe na ubora wa hali ya juu. Kama hakuna ubora, hakuna jambo mimi nitafurahia hata kidogo. Nitakuondosha. Hakuna kucheka na mkandarasi. Hakuna. Mimi nitaondosha wasimamizi kila siku ikiwa kama hamtasimamia kazi yenu vizuri. Tutakuondoeni. Wasimamieni juu ya ubora, na ubora unaanza kule chini kwenye msingi wenyewe. Layers juu ya layers, juu ya layers, juu ya layers.